Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika amesema amewasiliana na mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Freeman Mbowe na ameeleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mnyika amenukuliwa akisema anatambua kuwa wachache waliojiondoa Chadema, baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Mnyika ameendelea kusema anatambua pia mfumo wa serikali na CCM huko nyuma ya baadhi yao kwa nia za kukwamisha no reform no election, kupasua Chadema na kuhalalisha udhalimu na uharamu unaoandaliwa kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye secretariat ya chama kwa takriban miaka 21, mapito mengi ya Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda, hii ni vita dhidi ya Chadema, naamini pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reform no election, tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washiriki wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda, amesema Mnyika. Wakati hayo yanaendelea, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya Pwani na meya wa zamani wa Ubungo Boniface Jacobo ameanza kwa kusema ni nani katuroga, kisha akaendelea kwa kusema mnahangaikaje na mtu ambaye yupo bize na biashara zake binafsi kwa 99%. Kumzihaki, kumtukana na kumdhalilisha ndio imekuwa fasheni mpya ya baadhi ya watu wakitaka waonekane wajuaji na wenye mapenzi mema na Chadema kuliko wengine. Huwezi kujifanya unaipenda Chadema kama unataka ikose internal stability kwa kutengeneza vistori vya uongo, uzushi, kejeli, vijembe na dhihaka kwa viongozi wetu. Ni mradi mpya wa kutugawa wanachama wa Chadema, na tutagawanyika kweli tukiendekeza uzushi na majungu. Na wanaofanya kazi ya kutugawa wanaifanya kazi hiyo kwa ufundi ili kuhakikisha Chadema hairudi kuwa moja, ameendelea kwa kusema mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Kabla ya kukamatwa na kutupwa rumande kwa kesi yake, aliona haja ya kutuunganisha wote, kaunda kamati ya wazee kurudisha umoja wetu, kazi ambayo ilishaanza vizuri. Wazee wale wanaendelea kuifanya kazi hiyo vizuri. Nasikitika baadhi yetu wanahujumu jitihada za mwenyekiti baada ya kuwa gerezani kwa kesi ya uhaini. Hayo ninayosikia na kuyaona yakitengenezwa kila siku ndani ya chama chetu yananisikitisha na kuniogopesha sana, ameandika meya wa zamani wa Ubungo Boniface Jacobo. Kwa upande wake John Heche amesema wanachopigania ndani ya chama hicho ni mabadiliko na sio kutumika na kuwashangaa wale wanaojitangaza kuhama chama hicho siku ya jana, kwa kuwa hapo awali walikuwa wakiongea lugha moja. Heche ameyazungumza hayo jana kwenye mkutano wa hadhara wakati akihutubia wananchi wa Kyerwa mkoani Kagera kwenye mwendelezo wa kampeni ya no reform no election kwenye kanda ya Victoria. Aidha amenukuliwa akisema watu waliokuwa miongoni mwetu ambao tulikuwa tunazungumza nao lugha moja, leo hii wanasema hilo ni kosa na wanataka kwenda kwenye uchaguzi ambao tulikwenda 2019, 2020 na 2024 tulinyang'anywa. Hao walioenda kwenye hicho chama walikuwa viongozi, wana miujiza gani zaidi ya kutumika, amesema John Heche. Waliotangaza kuhama chama siku ya jana ni waliokuwa wajumbe wa secretariat kwenye uongozi uliopita, waliongozwa na Benson Kigaila na Salum Mwalimu, walikuwa manaibu na makatibu wakuu. Wengine ni John Mrema, Julius Mwita na Catherine Ruge. Taarifa hiyo ndio ambayo imetolewa na John Heche. Aidha, John Heche ameendelea kusema wajumbe wa secretariat ya zamani ya Chadema waliojiondoa kwenye chama hicho hawajabaguliwa kama ambavyo wao wanasema, bali kilichoondoa ni nongwa baada ya mwenyekiti mpya Tundu Lissu kuunda tume yake ya uongozi na kutowapatia nafasi viongozi hao wa muda mrefu. Akiongea akiwa katika eneo la Nkwenda wilayani Kyerwa mkoani Kagera, Heche amesema hawa jamaa zangu waliozungumza jana hakuna miongoni mwao amewahi kuwa kiongozi wa kuchaguliwa kwenye chama chetu kwenye ngazi yoyote ile. Wamekuwa makao makuu ya chama, wazungu wanasema as long as I can remember, kwa miaka zaidi ya 20.
Sisi tunapigana hapa, ruzuku ikipatikana wao wanalipwa. Hawajawahi kufanya kazi ya bure. Viongozi wote wanafanya kazi ya kujitolea, lakini wao hawajawahi kufanya kazi ya bure. Umeingia uongozi mpya, umechagua viongozi wengine kwa sababu chama hiki ni kikubwa. Hata anapoingia rais si lazima anaandaa baraza lake la mawaziri, anaweka jingine. Lissu ameingia, ameunda baraza lake la mawaziri jipya. Imekuwa nongwa. Chama hiki kuna ubaguzi. Si mliwasikia jana tunabaguliwa? Unabaguliwaje? Tunabaguliwa. Unabaguliwaje? Hawasemi kubaguliwa ni kwamba wao hawajapewa nafasi. Wamepewa wanachadema wengine, huo eti ndiyo ubaguzi. Chama hiki kinasema no reform no election. Kwa hiyo sisi hiyo agenda tunaipinga, sio agenda ya nchi. Nani miongoni mwetu hapa Nkwenda ambaye anasema leo tukienda kwenye uchaguzi jinsi ulivyo tunaweza kupata ubunge au diwani? Nani anasema hivyo? Hiyo ni kauli ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche jana akizungumza akiwa mkoani Kagera.